kufanya maresearch kwa ajili ya masomo, iweze kusaidia kufanya maresearch kwa ajili ya vitu fulani fulani, vitaweza kusaidia jamaa na jamii zetu. Isikuwe simu ya kufanya nini? Ukorofi, ugaidi na wizi na unyanyasaji. Nasema bwana Faustin, tena tuletea vitu gani kwa siku ya leo? Hapana. Sababu si kazi yetu ni kuweza kuleta mafundisho, kuweza kuwaleta mwongozo na mwelekeo, msije mkadumukia kwa siku za usoni. Nadhani umeelewa pale manyumbani, na kwa kupitia kipindi chetu cha leo nitaacha telefone wazi makusudi mtaweza kutugongea, mtaweza kutuita, mtuulize maswali yenu, mlete mapendekezo kwa ajili ya matumizi ya simu ama telefoni. Haiko vile telefoni ya mkononi. Telefoni ya mkononi. Ndugu unayofuata kwa muda kama huu, telefoni kwanza tujue telefoni iliweza kugunduliwa wakati gani? Tupate kwanza historia fupi makusudi tujue telefoni iliweza kutambuliwa wakati gani. Historia fupi, historia ya simu ilianza mwaka wa 1876. Telefoni iliweza kufanyizwa utafiti kunako mwaka wa 1876. Wakati mtafiti aitwaye Alexandre aliweza alipotengeneza simu ya kwanza ya mkono. Alisema maneno ya kwanza kupima simu katika baada ya kutengeneza simu yake ya kwanza, aliweza kufanya hiyo tunasema essai technique, na kutoka kama simu yake imetumika namna gani. Hapo ndipo dunia ilianza kubadilika kwa mawasiliano. Mbele ilikuwa mawasiliano ni kwa njia ya barua. Unakutana na mtu anatoka hapa Bunya anaenda Boga kwa kupeleka nani barua. Huko inatoka Mahagi, inatoka hapa nafika tu anapeleka tu message ambayo tulikuwa tunasema zone, ku district, ku sheferi ama ku territoire. Wanatumana wajumbe, mtu anatembea omwe kwa njia ya miguu, mtu anafaa hata juma mbili hata na mwezi kwa anatembea, anapeleka barua ambayo anapelekea kwa sultani, ndio kwa chef de division, ndio kwa commissaire de zone, makusudi za kufaa kufikisha message yenye inatoka ndani ya vijiji na village. Baada hayo simu ilianza kusambaa. Zilikuwa za kulikuwa simu za kumeza ambazo tunasema hiyo masimu tulikuwa tunatumia za kunyumba, na kunakuwa simu ambazo zilikuwa zinatumia singa ama waya, na simu zilikuwa kubwa zaidi, na simu hiyo ilipotengenezwa ilikuwa simu kubwa zaidi sana kuliko yenye tunaona leo hii. Baadaye zikawa na mizunguko ya kupiga namba na kadhalika. Si kama leo unaponyeza tu, lakini ilikuwa ndio tunasema ilikuwa na hiyo tuseme iko sawa vile kiviringo. Hiyo kiviringo wanatia ndani chiffre 1 2 3 4 mpaka kwa 10. Alafu kama utapenda kumpigia mokili, unajua kama mokili kuna nimero yake inaanza na 09 kuendelea, utaanza kwanza unabonyeza 0, tena unaingia ku 9 mpaka kutafuta kule chiffre yenyewe unatafuta hapo, alafu unalashe na telefoni inapita. Kama utatafuta mimi Faustin kunako 082 72 61 828 09 91 72 93 60. Unaona ilikuwa ni kazi kubwa. Utabonyeza kwanza, unatourne, unaacha, tena unatourne, tena unaacha, tena unatourne, tena unaacha mpaka utakapotimiza nini hiyo chiffre nani yenye uko natafuta ya Faustin. Yaani 082 72 61 828. Unaona? Kwa sasa kuna kwa hiyo tunasema urahisi. Unafinya tano unamaliza. Na simu hizo zinaweza kutengenezewa zilikuwa kubwa. Haikuwa kila mtu alikuwa na telefoni wakati huo. Mimi nadhani wanaonifuata kwa muda kama huu wataweza kunisahihisha ama kuniongezea kama nakuwa nimesema uongo, lakini simu ilipoanza ilikuwa simu kubwa sana, na haiko kila mtu alikuwa na simu. Simu ilikuwa kunako maoffice, ilikuwa kunako mabiro ya president, simu ilikuwa mahali kwenye kunajulikana. Nadhani tunaiona pale. Na baadaye sasa pale kunakuwa sasa evolution, telefoni zinatengenezewa
unatoka mamodeli sasa mbalimbali. Najua leo wengi katika mwaka wa 1970 simu za mkononi zilianza kuonekana. Kampuni kama Motorola walitengeneza simu kubwa sana kama tofali. Hazikuwa za kila mtu kwa sababu zilikuwa za gharama kubwa sana, ilikuwa ya bei sana. Katika miaka ya 1990 hadi 2000 simu zikawa ndogo sana, zikaanza kutuma SMS, yani barua pepe. Namna kuweza kuandika tena inaanza punguka, inakuwa na battery za kidogo, inakuwa na battery za kawaida zinazoweka moto kwa kudumu. Nataka kama mbele hiyo simu ya mbele ilikuwa haikuwake na nani na battery ndani, ilikuwa tu iko branche tu kukura. Na baadaye pale simu ziliweza kuendelea, kama ulivyosema simu zinaendelea, tuliona mamarke mbalimbali ya matelefoni. Tulikuwa tunaona wanaita Nokia. Kulikuwa Nokia 1600, Nokia 110, 3310, Nokia, zilikuwa modeli mbalimbali. Kulikuwa tunasema hizo matelefoni ambayo ni Sendo, kulikuwa telefoni CMS, kulikuwa zingine telefoni zilikuwa Alcatel, kulikuwa mamarke mbalimbali za matelefoni zilikuwa zinatumika wakati hiyo, ambazo wengi wa generation ya leo hii pengine hawakuweza kuona hapo, lakini sisi tulizitumizia. Nitakwambia kwamba katika mwaka wa 2004 nilitumizia telefoni ambayo inaitwa CMS. Ilikuwa ndio mwanangu ya kwanza. Nilitumizia simu yangu ya kwanza ilikuwa CMS. Ilikuwa ndogo ambayo niliweza kununua kwa bei kali kidogo hivi, lakini ilisaidia kwa kuweza kufanya masimulizi. Leo hii kunakuwa mabadiliko ya simu, ambapo leo simu ni zaidi kupiga simu. Leo hii simu tunakuwa na internet ndani yake, tunakuwa na kamera, tunakuwa na tunafanya biashara kwa simu, kwa mitandao ya kijamii na kadhalika. Simu imekuwa kama kompyuta mfukoni. Donc simu, telefone yako imekuwa sawa vile ordinateur ndani ya pochi yako. Kama utatumizia vizuri, itaweza kuwa kompyuta ndani ya mfuko wako, yani ordinateur. Sasa ndugu unayefuata kwa muda kama huu, nadhani baada ya kutambua simu ambayo tunazungumzia mwaka iliweza kuanzishwa na mwanzilishi yake, je, unatumia simu kwa nini zaidi? Ni swali kwanza. Unatumizia simu yako ama telefoni yako kwa ajili ya kitu gani? Je, unaweza kuishi bila simu? Tuambie kwanza kweli. Unaweza ishi bila kuwa na telefoni? Je, unatumizia telefoni yako kwa ajili ya kazi gani? Je, unadhani simu zina faida zaidi katika jamii? Nasema ndio. Simu kwanza inatusaidia kwa mawasiliano. Tunapana information, tunapana habari, tunajua vipi habari za Goma, habari za Njugu, habari za Mombasa, habari za wapi na wapi, tunajua mambo kunatembea namna gani, na tunapana information na tunaona wandugu zetu kwa njia ya simu. Kwa leo hii kuishi bila simu ni tatizo, sababu hiyo njia tu watu tunatumia barua kwa njia ya kuweza kuandikiana haipo tena. Leo kupana information ni quelques secondes. Napenda kuambia kamera mpaka ufike kazi, wakati ya kazi shaenea ni telefone tu baba anapata message. Sasa leo ni siku yangu, natafika bila shaka. Kama kuna kwa tatizo ndamuinforme automatiquement atapata information. Donc kuishi leo bila telefone, jibu ni hapana. Nadhani tunaona pale. Alafu telefone sasa tunatumizia namna gani? Matumizi sasa ya simu ndio tunazungumza sasa, matumizi ya telefone kwetu kwa namna gani? Wapendwa unafuata kwa muda kama huu wasikilizaji wa RTL Sebunya, tumeona jinsi simu ilivyoanza na jinsi ilivyobadilika, lakini
swali kubwa ni hii, tunaitumia simu kwa faida au kwa hasara? Ni swali. Hii simu hii, telefone hii tunaitumizia kwa faida ya jamii zetu ama tunatumizia kwa kuweza kufanya mambo mabaya? Ni swali tu. Unite Faustin Mutsiro ambaye inakuletea mada hii kwa siku ya leo, na nimesema telefoni yetu iko ouvert, kila mtu anaweza kuparticiper kwa njia ya simu. Kwa njia ya simu unaweza kuparticiper na tutaweza kupokea bila shaka. Sasa tuone sasa simu yenye tunataka kuzungumzia madhara yake ni gani? Kinyume sasa ya matumizi mabaya ya simu. Leo dunia imebadilika sana kwa sababu ya simu za mkononi. Simu ni chombo kizuri, lakini ukitumika vibaya inaweza kuharibisha maisha ya mtu binafsi na jamii. Anasema tena ni wewe. Telefone ni nzuri kuitumizia, lakini kama tunatumizia vibaya itaharibisha maisha ya jamaa yetu na maisha yetu sisi wenyewe. Namna gani? Namna gani sasa? Naona kuna mtu sasa, je tutaarifa maisha yetu namna gani? Je, tunatumia simu kujenga maisha au kuyaharibisha? Ulizo wengine hii. Tunatumia simu yetu ya telefoni kwa kujenga maisha yetu au kuyaharibisha? 082 70 60 828 082 70 60 828. Acha nikupatie jibu pamoja na wenzetu waandishi wa shene moja hivi, ambapo tunaweza kufanya utafiti na kuweza kuwaletea documentary kidogo kuhusu matumizi ya simu, na utaweza kutambua kama simu inatumiziwa vibaya, kinyume yake ni gani, na vile vile utaweza kujua faida yake ni gani kama tunatumizia vizuri. Kwa hiyo kwa dakika 8 nitakuja kurudia hapo baadaye, na niko na kuletea uchambuzi kidogo, ambapo ni documentaire ama iliweza kuandikwa na waandishi wa habari ambaye ni Kigoma, anatujia kwa mtindo huu. Uweza kuelewa, nitakuja kurudia hapo baadaye na tuko tunasimulia zaidi.